wewe mzazi ambaye huyu akifanya kosa hili wasitoa kifua, mwanangu mzuri hajafanya. Allah akwambia wala takun lilkhainina khasima, usiwe mtetezi wa wale ambao ni makhain, usiwatetee madhalimu. Khutba yetu ya leo yazungumzia tukio ambalo tunalifanyia kazi hivi kuanzia siku ya Jumatano. Tuko katika tukio ambalo ni tukio la kihistoria, tukio khalida la kudumu mpaka siku ya Kiyama, tukio ambalo ni urathi. Innakum ala irthin min irthi abikum Ibrahim, ni urathi ambao tumeubeba kwa baba yetu Ibrahim. Lakini swali ni kwamba tukio lenyewe ni Ibrahim kumchinja mwanawe. Huwaje jambo la kuua likawa ni sherehe, likawekwa kuwa ni Idi? Mbona tukio lenyewe la kutisha lakini likajaliwa liwe ndio furaha ya Waislamu na liweze kukariri tukio hili? Watu wachinje kwa siku 4, yaumun nahri wa fi ayami 3 min ayami tashriq, na siku 3 zinazofuata ambazo ni ayamu tashriq, bado watu wa practice jambo ambalo alilifanya Nabii Allah Ibrahim. Lina uzito gani? Hivi ni malengo watu wakule nyama tu? La, Allahu tabaraka wa taala kajalia hii Qur'ani ni neema kwa waumini, kaijalia hii Qur'ani ni rehma kwa waumini, kajalia Qur'ani ni mauidha na masomo kwa waumini. Walaqad yassarna alqur'ana lidhikri fahal min mudakkir. Kwa hivyo lazima Qur'ani inachozungumza ndani kuna faida yako wewe muumini, ndani kuna masomo ambayo yatakufunza. Somo gani twalipata? Kwa kujaliwa Waislamu tuweze kukariri kila mwaka tunachinja, kuanzia ngamia, ng'ombe, mbuzi, kondoo. Fidhuli mmoja akasema hawa Waislamu hawana huruma bwana, sikukuu yao wanachinja tu wanyama wengi sana. Lakini alipata jibu kwa kuambiwa, nani ambaye hana huruma? Kama sisi twachinja wanyama ambao ni riziki, hata nyinyi mnakula, lakini mmejalia sikukuu yenu ni siku mnaoamini Yesu alifanya nini? Alisulubiwa. Kuuawa kwa mtu mmefanya ndio sikukuu ya Christmas kwa sababu aliuawa. Mna siku maalum ambao mmeiweka, yani katika mwezi wa mnaita sikukuu hii ndio sikukuu ambao alizikwa, sijui aliuawa, baada ya siku 3 akafufuka, na mumeiwekea Idi. Sisi kuiweka sikukuu hii ni amri ya Allah tabaraka wa taala akatuwekea. Na ukiangalia faida ya sikukuu ya Kiislamu, Muislamu anaposherehekea amefundishwa kumjua na mnyonge katika jamii yake. Eidul Fitri tumelazimishwa kutoa chakula kuwalisha maskini, na Eidul Adha vile vile tukaekewa kuchinja ili wale wanyonge pia usile peke yako, ule na wale ambao watakuwa karibu na wewe ambao ni albaisul faqir. Sasa hikma ni nini? Hikma ya kwanza, kisa hiki kinatuonyesha kwamba Allah tabaraka wa taala alimwambia Nabii Allah Ibrahim aslim, qala aslamtu lirabbil alamin. Ibrahim ndiye baba wa iman, ndiye baba wa tauhid. Kwa kuwa ni baba wa tauhid, muwahhid, walladhina amanu ashaddu hubban lillah, waumini mapenzi yao kwa Allah ni makubwa zaidi. Lazima imani ijenge mapenzi zaidi ya Allah kuliko nafsi yako, kuliko mtoto wako, kuliko mzazi wako. Kwa hivyo Allah tabarak wa taala katika kisa hiki
akaleta mtihani wa imani kwa Nabii Allah Ibrahim. Kama mimi ndiye mpenzi wako zaidi, Ibrahimu ampata mtoto uzeeni, wanasema wanavioni juu ya miaka 80. Mtoto huyu alomtarajia udogoni hakumpata, amempata kwenye umri wa uzee. Bila shaka atakuwa ni kipenzi sana. Hata mimi na wewe, lau utapata mtoto uzeeni, basi utakuwa wajifakhiri kwamba wewe mti wa kisawasawa, una miaka 70 bado wazaa, wajisikia furaha zaidi. Bwana mmoja alinionyesha mtoto wake msikitini, yeye ana miaka kama 70, 65, 70. Akanambia, hawa ndio watoto wetu wa Kaluma bwana, mtoto wetu wa uzeeni. Tumewapata mifupa ikiwa imekauka, watu wa kukando kando. Kaambia, basi waitwa nani? Anambia Salim. Kaambia, umekosea jina. Kama ni mtoto wa kukando kando ungemuita Kaluma au Vixi, au sio? Ndio lokusaidia. Kwa hivyo mtu husikia raha anapopata mtoto uzeeni. Sasa Ibrahimu alikuwa hajapata mtoto kabisa. Je, furaha yake ni kiasi gani? Mapenzi ya Ibrahimu yakafikia na mtoto wake huu anapokwenda yuenda naye. Falamma balagha maahu asai, amefika umri sasa wa kwenda naye kila mahali, ni msaidizi wake, ni furaha yake. Allah tabaraka wa taala akampa amri, akamwambia mchinje. Inni ara fil manami anni adhbahuk. Amri iliyokariri ara, wanasema wanavioni wa tafsiri ni kwamba aliota hii ndoto hii si mara moja. Ara, wengine wanasema ile Lailatul Tarwiya aliota, na ile Lailatul Ar akaota tena, na ile Yaum Arafa ambayo Lailatul Nahri akaota tena. Mara 3 Ibrahimu ndoto hii ndio akamwambia ara, si mara moja. Hakusema raaitu, ara. Ni ndoto iliyokariri. Kwa nini asisitizwe? Moja katika somo hapo anasema imtihanu imani Ibrahim. Mumin lazima mapenzi ya Allah yawe juu kuliko kitu chake chochote. Allah akamjalia Ibrahimu kwenye mtihani huu, si lengo amchinje mtoto, ayachinje mapenzi makubwa yaliokuwa imejaa ya mtoto kwa Ibrahim, ili mapenzi ya mtoto wake yasivuke mapenzi ya Allah. Kwa sababu katika moja kwenye mtihani wa mwanadamu, aweza kuwa mzuri akaharibiwa na nani? Na mtoto. Labda waza kusema vipi? La, yawezekana. Kwani Khidri alipomuua ule mtoto, walipokuwa na Musa akakasirika, akamwambia, akatalta nafsan zakiyatan bighairi nafs. Vipi wewe unamng'oa mtoto shingo? Mtoto mdogo ambaye hajafanya dhambi yoyote, hajaua, vipi unamuua? Lakini wakati wa majibu ya Khidri kumjibu Musa, lilikuwa jibu kwamba nimeua kwa kuwa huyu mtoto alikuwa kafiri, na huenda kwa mapenzi ya wazazi wake akamuiga, akawatoa kwenye laini ya imani yao wazazi wa Islam. Fakhashina an yurhiqahuma tughyanan wa kufra, tuliogopea huyu mtoto asije akawaingiza hawa wazazi kwenye ukafiri wake na uovu wake kwa ajili ya mapenzi. Ibrahim amempata mtoto zeni, mtoto anayempenda, mtoto mzuri, kwa sababu sifa ya mtoto wa Ibrahim Ismail, alikuwa mtoto mpole sana. Malaika asema basharnahu bighulamin halim. Allah asema tulimpa bishara Ibrahim kwamba atampata mtoto halim. Ni raha gani upate mtoto kwenye age sasa ile adolescent age, na awe mtiifu unapomwambia twende wenda na wewe, hana fikra za kuwa afuate barabara wenzake, la, yeye na babake, mtoto tamu. Wakati huu Allah tabaraka wa taala kaijaribu imani ya Ibrahim, kampa mtihani huu, nani atakuwa mpenzi zaidi, mimi au mtoto wake? Akamwambia inni ara fil manami anni
adhbahuk. Hili ni somo gani katika maisha? Jamani, leo somo hili twaliona kwa vitendo. Wazazi wengi leo waingia kwenye matatizo kwa ajili ya watoto wao. Ni wangapi huamka swala alfajiri na barubaru lake limelala kitandani, hawezi kumwamsha? Kwa sababu gani? Kwa sababu ima kwa mapenzi yake yule mtoto, au pengine mapenzi ya aliye naye nyumbani. Mama, watoto uchoka hawa, ataswali yeye, akaenda msikitini mapema, na kijana huyu akainuka wakati wa kwenda shule, bado dakika 10 dakika 20 swala itoke ndio ajiandae, lakini swala ya jamaa ya alfajiri inamkosa. Kisa na sababu, wazazi watatoa sababu, watoto uchoka, wana usingizi mzito. Mama mmoja alikuja kwa mwanachuoni akamwambia, naomba dua. Ya nini? Wanangu wana usingizi mzito sana, nikiwaamsha alfajiri hawamki. Yule akamwambia, nataka kuuliza swali kabla hiyo dua unayoitaka. La qaddar Allah, nyumba yenu iungue, ishike moto, iwe inaungua, na watoto wako wenye usingizi mzito wamelala, utafanyaje? Utawaacha? Sema la, hata kama ni kuwaburuta nitahakikisha, siwezi kumwacha mtoto wangu aungue. Akamwambia, naru jahannama ashad, basi moto wa jahannam ni mkali zaidi mama kuliko moto wa dunia. Kama wa duniani huwezi kumuona mwanao anaungua, vipi ukubali kwenda mtoto huyu kuingia? Masalakakum fi sakhar. Jibu la kwanza watasema lam naku minal musallin. Wazazi, katika mtihani ulioko leo, mapenzi yetu kwa vitu vyetu ni makubwa kuliko mapenzi ya Allah. Kwani haya maovu, ni wazazi wangapi hatujali kutafuta riziki ya halali au haramu, aingia katika mariba, aingia kwenye shida zile, adhulumu. Ukimuuliza kwamba tuna watoto bwana, hao watoto lazima bwana tuwapangie future yao, tuna watoto twenda mbio, inaweza ikaadhiniwa mpaka kukaswaliwa, hana habari, yuko kwenye biashara zake, akaiswali baadaye, kwa sababu dini ilikuwa mzuri kwa ajili ya akiba za watoto wako. Ni wazazi wangapi leo jamani? Tatizo lilioko leo Pwani, tuna vijana leo tusikia sijui maoza, sijui mavisa, sijui nani hao. Tulikuwa tukisoma kwenye magazeti, tukisikiliza kwenye redio, ukisikia mtu ameua mtu huko, sema hii mijitu huko, watu wa bara hawana imani, hawana utu hawa. Lakini leo imekuwa ndani ya mitaa yetu, ni lazima ujipange time ya kutoka na kuingia nyumbani kwako. Ukicheza umekula kipanga. Hawa wanaokata watu vipanga wana wazazi, lakini huyu hakuanza na kipanga. Ilikuwa akija saa 4 usiku ndio afunguliwa mlango kwa mapenzi ya wazazi, akija saa 6 usiku afunguliwa mlango, akija saa 11 alfajiri afunguliwa mlango. Mapenzi haya yamemfikia sasa, hata hilo panga labda la nyumbani. Fakhashina an yurhiqahuma tughyanan wa kufra. Watoto usipocheza watakuingiza kwenye ukafiri, watakuingiza kwenye shari kubwa. Lazima uwe na msimamo katika maisha yako. Kullukum ra'in wa kullu ra'in mas'ulun an ra'iyati. Wewe ni mchunga. Unachunga nini? Unachunga ule mpaka wa Allah asiingie. Likulli malikin hima. Kuna mipaka ya Allah, lazima wahakikishe wanao hawaivuki. Wa inna hima Allahi maharimuhu, na mipaka ya Allah ni yale makatazo yake. Lakini imefikia hadi mwashirikiana, wewe mzazi na mtoto na mama, wote wako hali moja. Hatari yake itakutoa. Waonaje siku ya Kiyama? Wewe
umepata bitaka, amali zako mzuri, swala, saumu, kila amali, umepewa ile kadi waenda peponi. Amekuja mtoto wako alokuwa akikaa barabarani akivunja shingo za watu, akitoa vitu mifukoni, akiambiwa wewe kwa makosa haya utakwenda Jahannam, asema lakini kosa hili si langu peke yangu, wazazi walikuwa wakishikwa wananilipia bondi. Twalipa polisi, hatuwalipi. Wazazi wangu ndio walikuwa wakinilipia bondi. Wallahi nimefuatia na bahthi nafanya ya vituko hivi. Nimeenda polisi fulani nikauliza, hebu nisaidieni katika matatizo haya, waona sosi ziko wapi? La kwanza yule polisi aliniambia njoo twende. Akanionyesha kuna vijana fulani wameshikwa kwa kesi hizo. Kila kijana ana wazazi wake karibu 7 pale, wanawake wamekusanyika, kina mama. Akanambia sasa huyu huko nje alikuwa hapati escort ya watu 7, lakini angalia hawa kina mama mabuibui yako hapa, yote yamekuja kwa ajili huu mhalifu. Bwana harusi si mhalifu tena huyu. Akanambia angalia vyakula anavyoletewa, labda huko alipokuwa hajaua mtu alikuwa kwa siku pengine ya kila awamu moja, lakini hapa kila jirani nani huleta chakula chake kumletea yu amsikitike. Huyu ni bwana harusi au huyu ni mhalifu, ni muuaji? Hizi ndizo hali zipo katika maisha. Sasa mara nyingine tutaweza kutafuta sababu, lakini sababu ni katika hili somo la Ibrahimu kuambiwa mchinje mtoto. Somo kubwa, punguza mapenzi yako kwa kiumbe, kwa chochote ulicho nacho. Walladhina au minan nasi man yattakhidhu min duni llahi andadan yuhibbunahum kahubbillah. Tatizo ni hili, tumeyafanya, hatuna tauhid ya kutofautisha kiumbe apendwe kiasi gani. Hatujui kwamba ni katika tauhid kuwa wewe mapenzi yako kwa Allah yawe zaidi ya nafsi yako, mapenzi yako kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam yawe bora kuliko nafsi yako. An-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim. Allah asema mtume kwa waumini ni bora kuliko nafsi zao. Sasa vipi wewe mwenye mafundisho ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mtume anayesema kwamba la zawadu dunya ahwanu inda Allah min qatli rajulin muslim au min iraqati dami. Dunia hii kuporomoka, ikaja tetemeko la ardhi, dunia nzima ikaporomoka, asema kwa Allah ni kitu chepesi kidogo kuliko mtu kumwaga damu ya Muislamu. Dunia nzima ikaangamia, ikaondoka dunia nzima mbele ya Allah, hilo ni jambo halina uzito kwa Allah kuliko uzito wa damu moja ya Muislamu kumwagika. Ni damu ngapi zinazomwagika leo kwa sababu ya ujinga kama huu wa kutoifahamu tauhid? Leo ni wewe mzazi ambaye mtoto wako anafanya vitu vibaya. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam asema sinfani min ahli nari lam ara mithlahuma. Watu wawili wako kwenye, au aina mbili za watu watakuwa kwenye moto wa Jahannam, sijaona watu watakaoadhibiwa vibaya kama watu hawa wawili. Wa kwanza aliyemtaja Mtume sallallahu alaihi wasallam, aliwataja nisaun kasiyat ariyat, ni wanawake wanaovaa uchi. Leo hata zamani tulikuwa na mabuibui, yakaja mabayabaya, sasa hata mabayabaya hakuna tena. Mtu avaa dira lake, wako mitaani, wako madukani, lakini hajui kwamba katika watu watakaoadhibiwa vibaya sana ni mwanamke asiyejistiri. Ipeleke nyumbani hii. Mtume sallallahu alaihi wasallam asema Rasulullah lam ara sinfani min ahli nar. Lakini mtu wa pili alomtaja Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam
ni watu watakaokuwa wanakaa kwenye barabara, kwenye njia za watu, wamechukua magongo na mafimbo na leo imefika na mapanga, yadhribuna bihannas kaadhnabil baqar, mijigongo mikubwa, anampiga mtu mmoja tu chini, anatoa kwenye mifuko. Kazi yao ni kuvamia watu wakiwanyang'anya hela zao. Hawa ndio watu wa pili watakaokuwa katika adhabu. Anayesema ni Rasulullah, hajaona watu watakaoteswa motoni kama watu hawa. Kijana, wewe wajiingiza katika mambo haya, utaishi miaka mingapi? Kabla hujafa utazeeka na utaanza kuipata dhulma imekurudia hapa duniani. Utakufa kifo kibaya, na moto wa Jahannam hautomwadhibu mtu vibaya zaidi ya wewe uliokuwa ukipora watu mali yao hapa duniani. Sasa wewe mzazi ambaye huyu akifanya kosa hili wasitoa kifua, mwanangu mzuri hajafanya, Allah akwambia wala takun lilkhainina khasima, usiwe mtetezi wa wale ambao ni makhain, usiwatetee madhalimu. Wewe unamtetea mwanayo huyu, unamwekea. Wallahi nimeonyeshwa katika nilioonyeshwa na idara hizi za usalama, kuna bwana mmoja tena mwanasiasa ndio wanasaidia kuwatolea bondi. Kuna bwana mmoja hapa Mombasa, nyumba ya flati 3 ameweka bondi kwa mtoto aliyeua. Hebu niambie, wewe watoa mali yako kwa ajili ya kumnusuru mtu ambaye katala nafsan, mtu aliyemuudhi Allah tabaraka wa taala. Allah kamleta kiumbe wake, yeye ndiye mwenye kumuondosha, yeye ndiye mwenye kumweka. Wewe ukasema jukumu hili nalichukua mimi, akaweza kummaliza mtu kama yule. Wewe wafikiria uko katika hatari kiasi gani? Na wewe ndiye uletukua, kwa sababu umemsaidia kule kumwekea wakili. Wewe uko sawa na yeye. Sasa siku ya kiyama huyu huenda peponi, aambiwa njoo. Wewe ndio ulokuwa ukimpa ushajaa, ukimsaidia huyu kufanya vitendo hivi. Wewe ndiye ulimsimamia kotini, wewe ndio umeenda kumtoa polisi. Kwa hivyo wewe kwa ushirika wako waambiwa waqifuhum innahum mas'ulun, wenda peponi shekhe kwa sala zako na saumu zako. Lakini kwa msaada wa uovu uliomsaidia mtoto wako, aambiwa msimamisheni huyo, hakuna tena mambo ya pepo, ana maswali ya kujibu. Maswali yenyewe ni gani? Asema Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lau anna ahla as-samai wa ahla al-ardi ishtaraku fi damin mu'minin la akabbahumullahu fi an-nar. Lau watu wote ulimwenguni wa mbinguni na ardhini wakasaidia kuuawa kwa mtu mmoja, wakachangia, wote duniani atawatia motoni Allah. Wacha wewe mmoja uliomsaidia mtu wako, labda ulimwengu mzima. Chungeni ambao mnatafuta wema, wanasiasa, wafanyi biashara. Amenijia maskini nimsainie bondi. Hapana, uliza ya nini hii? Ikiwa itakuwa imeshiriki wewe hela yako shilingi 1 katika huyu apate nguvu za kumwaga damu za Waislamu, basi wewe na yeye mko motoni pamoja. Ndiyo nikasema Allah tabaraka wa taala alipoileta kisa hiki kiwe ni jambo la kukariri kwa Waislamu, bila shaka kuna somo kubwa. Somo lenyewe ni kwamba kazi yako wewe tajiri usiifanye unaipenda kuliko Allah, ukaweza kumsaidia mtu kwa uovu wako kwa ajili ya kufanyia kazi vizuri. Mwanasiasa, siasa yako isikufanye ukachangia watu wafanye ubaya kwa sababu upate kura. Mzazi, ujue usitoe msaada kwa mtoto wako kwa ajili ya uovu anaofanya, kwa sababu
moto wa Jahannam hakuna anayeweza kuvumilia. Allah asema fama asbarahum ala nar, ni nani atakayeweza kuvumilia moto wa Jahannam? Innaha ladha nazaatun lishawa, moto wa Jahannam hujaingizwa ngozi yako, kulekezwa kwenye ule moto kwa joto lake, hizi nyama zitatangulia motoni kabla hujafika. Allah atulinde na moto wa Jahannam. Hii dunia itakuwa na thamani kubwa kwako utakapomweka Allah mbele. Walladhina amanu tatma'innu qulubuhum lidhikrillah ala bidhikrillahi tatma'innul qulub. Hii ni faida moja katika sisi tunapozichinja nyama hizi, kwa sababu lau Allah alikuwa ataka amchinje mtoto angemchinja, lakini si lengo la kuchinja mtoto. Allah asema wafadainahu bidhibhin adhim, alimbadilishia, pamoja amempa amri ya kumchinja, lakini kwa kuwa damu ya mwanadamu ina thamani, Allah hakukubali, hakumwacha Ibrahim aendelee na kumchinja mtoto. Kisu kilikosa kufanya kazi, akaletwa kondoo ili achinjwe, ili damu ya mwanadamu isimwagike ardhini. Tuchunge sana jamani, kwamba wala tufsidu fil ardhi, tusifanye ufisadi katika ardhi, kwa sababu mambo mengi, matatizo yanaokuja, shida tunazopata, uchumi unaoanguka, magonjwa yanaongezeka, yote dhahara alfasadu fil barri wal bahri bima kasabat aidin nas, yote yanaletwa kwa kiasi watu watakavyofanya maovu, watakavyofanya ubaya, ndio ardhi inakosa baraka. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lisairil muslimin. Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin.